Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Insha Allah, leo tunaingia katika mlango wa hija kupitia kitabu chetu kinachoitwa Al-Fiqhul Muyassar. Kwa yule mwenye kitabu atafunua kurasa namba 183. Ukurasa namba 183. Mlango wa hija. Anasema Kitabul Hajj, kitabu cha hija. Kitabul Hajj, kitabu cha hija. Wa yashtamilu ala 7 abwabi, na imekusanya juu ya milango 7, kwamba kitabu cha hija kimekusanya juu ya milango 7. Ndani yake kuna milango 7 ambayo utakuja kujifunza. Albabul awwal, mlango wa kwanza ambao tunaanza nao, fi muqaddimatil hajj, ni katika utangulizi wa hija, introduction ya hija. Wafihi, na ndani yake, masailu, kuna masala. Kwa maana wafihi, ndani yake, masail, kuna masala. Katika utangulizi wa hija ndani yake kuna masala. Anasema almas'alatul awwal au almas'alatul ula, masala ya kwanza, fi ta'rif alhaji, katika kuitambua hija. Maana ya hija ni nini? Taarifa ya hija. Hija ni nini? Definition ya hija. Anasema alhajju fi lughati, hija katika lugha, alqasdu, ni kukusudia. Maana ya hija kilugha, alqasdu, ni kukusudia. Wa fi shar'i, na katika sheria, ata'abbudullahi, ni kumwabudu Mwenyezi Mungu, biada'il manasiki fi makani makhsus, kwa kutekeleza manasiki, ibada zile za hija, fi makani makhsus, katika sehemu maalum, fi waqti makhsus, katika wakati maalum, ala ma jaa fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, katika yale ambayo au juu ya yale ambayo yamekuja, yaliyokuja katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hija kisheria ni kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa kutekeleza ibada zote zile ambazo zinafanyika kule Maka. Kwa maana kutekeleza ibada katika sehemu maalum. Akisema sehemu maalum manake ni Maka. Lakini pia katika wakati maalum, ndo katika ile miezi maalum Dhulhajj, juu ya yale ambayo yamekuja katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hija ni sehemu maalum na wakati maalum, kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa ibada maalum, sehemu maalum na wakati maalum, kutokana na yale ambayo yamekuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas'alatu thaniyatu, mas'ala ya pili ambayo tunayasoma, hukumul haji, hukumu ya hija, wa fadhluhu, na fadhila zake. Hukumu ya hija na fadhila zake. Hukumu ya hija na fadhila. Fadhila maana yake ubora wake. Tukianza na hukumu ya hija, asema hukumul haji, hukumu ya hija ipoja. Asema alhaju, hija, ahadu arkanil islami, ni moja katika nguzo za Uislamu, zile nguzo 5 za Uislamu, hija nayo ipo. Kwa hiyo hija ni nguzo au ni moja katika nguzo za Uislamu. Wa furudhihi, na ufaradhi wake, al-idhami, ni mkubwa. Kufaradhishwa kwake hija ni kukubwa, kwa maana ulazima wake hija ni mkubwa. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu, Allah anasema walillahi, ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ala nasi, juu ya watu, hijjul baiti, kwenda kuhiji Maka, man istataa ilaihi sabila, kwa mwenye uwezo kuendea njia hiyo. Wa man kafara, na mwenye kukufuru, kwa maana mwenye kupinga, ambaye hataki, ana uwezo na hataki kwenda kuhiji,
Allah anasema fa inna Allaha ghaniyun 'anil alamin, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujitosheleza kwa viumbe. Kwa maana kwa yule ambaye hataki kwenda kuhiji na ana uwezo, basi asione kwamba anamkomoa Mwenyezi Mungu. Hapana, Mwenyezi Mungu hana shida na sisi. Tunapokwenda kuhiji, maana yake tunahiji kwa ajili yetu sisi tupate thawabu kutoka kwa Allah. Lakini tunapokuwa tuna uwezo na hatuendi, maana yake Mwenyezi Mungu hatumkomoi. Yeye ni ghaniyu, ni mwenye kujitosheleza kwa viumbe, ni tajiri Mwenyezi Mungu. Kwa maana tunapokuwa tunaenda kwa ajili yetu na hatuendi, basi tusione kama tunamkomoa Mwenyezi Mungu, tunajikomoa sisi wenyewe. Kwa sababu ukiwa na uwezo wa kuhiji na hauiji, maana yake utapata dhambi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ghaniyu 'anil alamin, yeye ni mwenye kujitosheleza kwa viumbe. Hii ni suratul Imran aya ya 97. Wala qawlihi ta'ala, na kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu, Allah anasema tena watimul hajj, na timizeni hija, wal umrata, na umra, lillahi, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Timizeni ibada ya hija na ibada ya umra kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hii ni suratul Baqara aya 196. Wale hadithi, na katika hadithi Ibn Umar, ya mtoto wa Umar radhiallahu anhuma, radhi ya Mwenyezi Mungu aishikie juu yao, marufua, hadithi ambayo ni marufuu. Tunaposema hadithi ni marufuu, ni hadithi ambayo moja kwa moja imenyanyuliwa mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imefika kwa Mtume. Anasema bunia al-Islam, umejengwa Uislamu ala khamsi, juu ya nguzo tano, au tuseme juu ya mambo matano. Uislamu umejengwa juu ya mambo matano au juu ya nguzo tano, ila akhiri, mpaka mwisho. Kwa maana utataja ile shahada mbili, utakuja kusimamisha swala, kutoa zaka, lakini pia kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani na kwenda kuhiji. Kwa hiyo Uislamu umejengwa juu ya mambo matano, juu ya nguzo tano. Asema wa dhakara minha, na akataja katika mambo hayo matano alhaji, hija. Kwa maana hayo mambo matano ambayo yametajwa, hijul bait, kwenda kuhiji Maka. Kwa maana akataja katika hayo mambo matano haju, hija nayo ipo ndani yake. Asema waqadi ajma'atil ummatu, hakika wamekubaliana wanazuoni wa umma, ala ujubi alhaji, juu ya wajibu wa hija, ala almustati'i, kwa yule mwenye kuweza. Wanazuoni wamekubaliana hija kwa yule ambaye anaweza kwenda kuhiji, marata, ni mara moja, marata wahid au marata wahidata, mara moja, fil umri, katika umri. Yani kwamba wanazuoni wamekubaliana kwenda kuhiji ni mara moja tu katika umri wako. Ukishaenda mara moja, basi tayari inatosha. Ukishaenda mara moja kuhiji inatosha. Hapo tuko tunaangalia hukumu ya hija. Sasa fadhuluhu, fadhila zake, anasema warada fi fadhilihi, na zimepokewa katika fadhila, fi fadhilil haji, katika fadhila za hija, ahadithu, hadithi kathiratu, nyingi, minha, miongoni mwa hadithi hizo ambazo zinaelezea ubora wa hija. Anasema hadithu Abi Hurairah, ni hadithi ya Abi Hurairah marufuu, ambayo ni marufuu kwamba imefika mpaka kwa Mtume. Anasema al-umratu, manake umra, ibada ya umra, ila al-umrati, mpaka umra nyingine. Kwa maana ni ibada ya umra ya mwaka huu mpaka umra ya mwaka mwingine. Kafaratu, kwa maana ni kifutio cha madhambi, kafaratu ni kifutio, lima bainahuma, kati ya yale ambayo atafanyika katikati ya umra hii na umra nyingine. Kwa maana ni kifutio cha madhambi baina yake, hakimaanisha kwamba umra hii na umra nyingine, mtu mfano ameenda umra mwaka huu, si ndio? Kwa maana umra huu, maana yake umra alioenda mwaka huu, maana yake ni kama ni kifutio cha madhambi mpaka umra nyingine. Au mwingine anasema kwamba mtu anafutiwa madhambi yale ambayo yametangulia, na Allah anampa uwezo wa kujizuilia na madhambi ambayo yanayofuata. Kwa maana anazuiwa asije kufanya nini, asije kufanya madhambi. Kwa maana anasamehewa yale madhambi ambayo yalotangulia na yale ambayo yatakayo kuja baadaye. Kwa sema al-umratu ila al-umrat, umra paka umra. Na wale usalama, kafaratu ni kifutio au ni kafara, lima bainahuma,
yaliyo baina yake. Wal hajjul mabrur, na hija ambayo ni mabruru. Mabruru maana yake ni ile ambayo makubul, imekubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa lahu jazau, haina malipo mengine illa aljannatu, isipokuwa ni pepo. Hija ambayo imekubaliwa na Allah basi haina malipo mengine isipokuwa ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na amesema Mtume rehma na amani zimshikie yake, man hajja lillahi, atakaye hiji kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, falam yarfuth, na wala hakutoa maneno machafu, walam yafsuq, na wala hakufanya vitendo vichafu, raja kayaumi waladatuhu ummuhu, basi mtu huyo atarudi kama siku aliyozaliwa na mama yake. Kwa maana mtu akienda kuhiji kwa yakini na ikhlas, basi anafutiwa madhambi, anakuwa kama mtoto mchanga, yani kwa maana anarudi kana kwamba ni ile siku ambayo amezaliwa na mama yake. Ila ghairi dhalika min alhadithi, na hadithi nyinginezo zinazoelezea mambo hayo ya ubora wa hija. Anasema almas'alatu thalithatu, mas'ala ya tatu, anasema hal yajibu alhajju fil umri akthara min marrat. Sasa mtu anaweza kauliza swali, je, inajuzu ni wajibu au ni lazima kuhiji katika umri zaidi ya mara moja? Mtu anaenda kuhiji zaidi ya mara moja, je, ni wajibu? Jibu lake inakuwa la yajibu alhajju, si wajibu hija fil umri, katika umri, illa, isipokuwa maratan wahida, ni mara moja tu. Hija kama hija wajibu wake ni mara moja tu, mtu akishaenda mara moja inatosha. Wa mazada ala dhalika, na kinachozidi juu ya hilo, fa huwa tatawwu, nayo itakuwa ni sunna. Kwa mtu anaweza karudi tena, lakini ajue kwamba akirudi tena maana yake inakuwa ni sunna, sio wajibu. La hadithi Abi Hurairah, kwa hadithi ya Abi Hurairah anasema anna Nabii sallallahu alayhi wasallam, hakika Mtume rehma na amani zimshikie juu yake, kala, amesema, ayuhan nas, enyi watu, qad faradallahu alaykum, hakika amefaradhisha Mwenyezi Mungu juu yenu, alhajju, kuhiji, akasema fahujju, basi nendeni mkahiji. Faqala rajulun, akasema mtu. Sasa anasema mtu akauliza, akulla ami, je, kila mwaka? Ya Rasulullah, mtume Mwenyezi Mungu. Mtume akasema, fanyeni haraka watu wakahiji, Mwenyezi Mungu kaamrisha kwenu nyinyi kuhiji, kwa hiyo nendeni mkahiji. Sasa kuna mtu akauliza, akulla ami ya Rasulullah, je, kila mwaka natakiwa tuende? Faqala, akasema mtume, lau qultu naam, lau ningesema naam, kwa maana hakumjibu kitu, akanyamaza, kwa sababu kama angejibu maana yake angesema naam, ingeonekana kwamba ni wajibu kila mwaka mtu anatakiwa aende kuhiji. Ndio anasema lau qultu naam, lau ningesema naam, ndio la wajabati, maana yake ingekuwa nini? Ni kila mwaka lazima watu wakafanyaje? Wakahiji, kwa maana ingekuwa ni wajibu. Wala mastata'tum, na wala msingeweza. Kwa ndio maana mtume akulijibu ile swali akatueleza, kwa maana angejibu naam, kana kwamba ingekuwa kila mwaka watu wanatakiwa kahiji, na hali ambayo tusingeweza, kwa sababu kipato chetu wengi na kuwa tukishaenda mara moja basi inakuwa inatosha. Japokuwa wapo ambao mtu anaweza kwenda zaidi ya mara moja kila mwaka, lakini sasa ikifika kipindi watu wangekuwa hawawezi, kwa sababu ingekuwa kila mwaka lazima ukahiji. Wala anna nabii sallallahu alaihi wasallam, na hakika mtume rehma manzi mshikaji yake, lam yahuja, hakuhiji baada hijratihi, baada kuhama kwake ila Madinati, Madina, illa hajata, isipokuwa hija wahidata, moja. Mtume amehiji mara moja baada ya kuhama kuelekea wapi? Madina. Asema waqad ajma al ulama, na hakika wamekusanya maulama, wamekubaliana maulama, ala anna al hajju au ala anna al hajja, juu ya hija, hakika juu ya hija, la yajibu, si wajibu, ala al mustati'i, kwa mwenye kuweza, illa marata wahida, isipokuwa mara moja. Kwa maana hija kama hija, kwa maana kwa mtu ambaye anaweza kwenda kuhiji, basi kwake yeye ni mara moja tu, si zaidi ya hapo. Inshallah tuishie hapo, tukija tuendelea na masala mengine. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.